Leo viongozi kwa viongozi wananyuiana ndani ya kanisa. Amina. Waumini wasalimiani. Viongozi wanasalimiana kama mabubu. Amina. Utalikuta mtunza hazina kiongozi na mtunza hazina msaidizi wasalimiani. Alafu unashika kichombo kitakatifu. Acheni ya hiyo ni hatari. Hatari. Utakuta shemasi na shemasi mwenzake hawasalimiani. Sisi tuko sawa baba. Haleluya. Hawasalimiani. Mwinjilisti kwa mwinjilisti mwenzake hawasalimiani. Pipi kwa mapipi hawasalimiani. Pipi kwa mapipi hawasalimiani. Sasa huyu Yesu naye muomba ni Yesu naye toba. Kwani kuna toba hapo jamani? Ndio maana Yuda Zoya anataka kuleta toba ya kweli ndani ya kanisa. Viongozi toba haipo. Waumini toba hakuna. Ndio maana magonjwa yaishi kwetu. Tunaishi maisha machafuko. Watu wamekaa makanisani. Wamekalia vikundi vya kichawi. Utakuta hao vikundi wanawasema vikundi. Huyu Yesu tunayemuomba ni Yesu wa nani? Wa baba yako, wa mama yako. Hata kama mseme amina. Yesu Kristo ndiye Yehova. Anahitaji watumishi waliyejitenga na uchafu. Wanaoishi maisha ya toba. Haiwezekani wewe na kiongozi mwenzako hamna amani. Hata mkisalimiana ili mradi kutimiza wajibu wa kusalimiana. Tena hata salamu yao unafi. Waandishi na Mafarisayo wanajionyesha kwa watu kwamba wako sawa, kumbe ni mapepo. Leo kuna viongozi mapepo. Tena wengine viongozi wakubwa ni mapepo. Ndio maana unaambukiza na wengine wamekuwa mapepo. Leo nimekubalika. Hata kama msemi amina. Yesu Kristo ndiye Yehova. Aliye ndani ya Baba mzaliwa wa kimataifa. Analeta utakaso, toba ya kweli. Jesus anataka toba ya kweli. Jesus anataka toba ya kweli. Watu wao